ni jambo ambalo limethubutu mpaka katika Qur'an kuwa wazazi ni katika sababu kubwa ya kutengenea au kupotea yule mtoto. Ni karibu na uenda wazimu au tuuite uenda wazimu haswa, kuwa mzazi amwambia mwanae, mwanangu nenda kaswali, naye mwenyewe haswali. Si uzima huu. Au baba avuta bangi, avuta sigara, ala marungi, kisha amwambia mwanangu, wajua bangi mbaya sana wewe. Sasa mtoto akikutizama, mbona wewe wavuta kama mbaya? Na kama marungi mabaya, mbona wewe hula? Na kama sigara ni hatari, mbona wewe wavuta? Yule mtoto ajiuliza akilini mwake. Kwa hivyo huwezi kuwa, kwa sababu vitendo vyako vyazungumza kwa sauti zaidi kuliko maneno yako. Kwa hivyo mwanzo kabisa, hatua ya kwanza ni kuwa mzazi aanze na nafsi yake yeye. Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, mwanzo waliamini wao ndio vizazi vyao vikawafuata katika imani. Alhaqna bihim dhurriyyatahum, siku ya kiyama peponi Allah atawaingiza pamoja. Baba akiwa daraja ya juu, mtoto yuko chini, Allah atamnyanyua yule mtoto kwenye daraja ya yule baba, ili izidi ile furaha yao. Wama alatnahum min amalihim min shay, na wala hawapunji chochote katika amali zao. Lakini amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman. Kwa hivyo jambo la kwanza ni mzazi ajiangalie, baba na mama. Ikiwa mzazi apiga ngoma, utamlaumu mtoto kuteza? Sasa mzazi ndio yapiga ngoma. Huwezi kumlaumu yule mtoto akiteza, kwa sababu yeye afata midundiko aliyosikia kwa nani? Kwa baba. Namna hii ndio inavyokwenda, na mtoto ndio siri ya mzazi. Ukitaka kujua siri ya mzazi, mtizame mtoto wake, utajua kule nyumbani kuko vipi. Siri ya mzazi, wewe wataka kujiaibisha, usimlee mtoto wako katika tarbia kisawasawa. Kile atakachokifanya kule nje ndio chachora picha ya wewe mzazi uko namna gani ndani ya nyumba yako. Kwa siri ya mzazi iko kwa nani? Kwa yule mtoto. Achunge mtu, ajitengeze nafsi yake, ili kesho akimwambia mwanangu mbona huswali, yeye wakuona wewe baba katika kila swala uko salatul jamaa waswali, atasema kweli ili jambo lina umuhimu. Lakini anambia mwanangu, wewe swali muhimu, utaenda peponi wewe, lakini wewe huswali hata swala moja, wakaa nyumbani alfajiri tena waamka eti nenda kaswali mwanangu, usikae hapa, kisha wewe huendi kuswali. Mwisho wa kuisha yule mtoto itakuwa kuna maswali yapita katika akili yake kuwa hili jambo ingelikuwa ni muhimu angeanza yeye vile kufanya. Kwa hivyo hapa kuna muhimu sana, nasitiza hii pointi ya kwanza au hili swala la kwanza, kwa sababu hapa tukizembea basi usilaumu yule mtoto atakavyokuwa. Kwa hivyo uanze wewe mzazi kuwa ni mfano mzuri, na mtoto mara nyingi humtizama mzazi wake akajaribu kumwiga yule mzazi wake.